achilia kibali, achilia kibali. Oh, achilia kibali baba, achilia kibali. Achilia kibali, achilia kibali. Oh, achilia. Kwa majina naitwa Valentina Manga Mudhami. Mimi ni mkaaji wa Mrima. Kwa kweli nilipokutana na watumishi hawa niliona ni watumishi wazuri sana. Ndiposa nikawakaribisha mahali hapa, maana nimetoka nao mbali. Wakati walipokuja kunitafuta niliwakumbatia kwa mkono miwili. Ndiposa nikaamua tuwe na kanisa mahali hapa. Maana tulianza tukiwa chini ya mwembe, tukaendelea chini ya mwembe, tukachanga vile tumechanga. Hapa tulipofikia ni mchango wa sisi wenyewe kwa wenyewe tu, kuchanga kusukuma. Sasa hii tunaomba pia mshike mkono angalau mjengo upate kuendelea. Maana yako mshirika Salama tusijui wewe. Mimi kwa majina naitwa Samuel Lunganzi Marunga. Mimi kwa jina naitwa Wangoni Mwajiko Wangoni, na mimi ni mshirika wa kibali cha Bwana. Sawa, mimi ni Mduruma. Mimi ni Mduruma. Na baba kwa mashaka. Na ntwano ukongo chikatidi makwenenda. Paka nilipokuja baba nilipohubiriwa ni pastor Dioni Chanza kunu. Pastor huiye. Pastor Jenny. Hiyu bano Pastor Jenny. Na pastor Wemdide vivyo ayosa iria. Lakini hubiria paka wakati mimi ni kereni baba. Asena njamba wahendirwa maneno zagago na kikimbira, lakini mimi nikubali kukala paka dakikaji. Haya vino uno mjengo naonaje? Mjengo ndo naona hanza msaada, mimi mpate msaada, maana mjengo wewe hali ambayo si hali. Tavivi nikapata msaada mimi. Beni kuona raha mimi. Asante sana. Mama, habari yako? Kwa majina? Kwa majina naitwa Josephine Chalo. Josephine Chalo. Askari Mduruma una. Haya ndiwani. Lufuno wani? Wandegwa. To la ushuda. Ushuda wangu mimi riko kala ni msini kala tiza ngumanya mlunguniana kala Muislamu. Lakini riko biriwa nikimwona yuje sona okola nona saidia. Ndio sababu nami nikimwamini yuje so mpaka nikiatua Yesu nkiza kifoyorwa na pastor wangu akikala Pastor Jenny. Pastor Jenny. Unwapi? Yuno bali. Amen. Na mdide we Niko. Thank you. Haya nilipohubiriwa naona Mlungu tu akinihendera mambo kama ajabu. Yani nikiona nyumba yangu inafuguka, anangu anenderato na mimi mwenyewe kipata usima tapozifika ni ye Mlungu tu. Amen. Kwa hivyo katika uno mjengo wenu inosambi ambavyo unaona unafurahia ukale vivi ama unaanza mabadiliko kidogo? Mimi naanza mabadiliko mage mvula ikinya kala kuna nyerwa ni mvula na jana teseka sisi wenyewe unapata shida pepo na hupata. Choo kila hapa mnacho? Hauna. Kama nacho? Jiko kahuna. Ofisi kahuna. Sawa, asante sana kwa hayo machache. Zenu. Naona kwa hii chachi iko na mayouth. Ndio ninyi mko hapa mbele Mnakadiria kama namba ngapi ya mayouth sofa hapa? Mko kama wangapi? 30-40 youth. Very active. Wote wanakujanga kanisani. Na katika maoni yangu naona mko na afya, mko tu vizuri. Nataka utoe ushuhuda kidogo kama youth kwa hii kanisa yenu. Naanza na wewe, watu nani? Naitwa Lucas Kitivo. Uko class ngapi? Niko form 4. Uko form 4. Good. Niko mshirika wa kanisa. Kwa nini uko mshirika? Mimi nilikuwa wewe binafsi, nipe sababu. Mimi nikisema nitoa ushuhuda wangu. Nilikuwa niko mmoja kati ya watu wenye walikuwa wapendi sana kusoma. Nilikuja nikaombewa kwa kanisa. Kuombewa na nani? Niliombewa na mtumishi mama Pastor Jen. Na mtumishi Niko. Oh good. Waliponiombea mpaka sasa hivi kaanza kwenda shule mpaka sasa hivi niko form 4. Katika mazingira halisi ya hii kanisa unavyoiona, wewe inakufurahisha? Hainifurahishi. Iko na choo? Choo. Hakuna choo. Cheza tusaidia lakini sio choo, mimi naweza sema kuna choo. Okay, kwa hivyo hakuna choo, hakuna jiko, hakuna ofisi, hakuna store, hakuna stima, hakuna maji, hakuna kila kitu. Thank you very much. Wacha tuende kwako. Dada, habari yako? Waitwa nani? Naitwa Tish Matombo. Tish Matombo. Unasoma? Nasoma grade 9. Grade 9 Mwananyamala. Oh good. Wewe ni mshirika hapa? Ni mshirika. Ulianza lini? Nilianza 2024. 2024 mpaka sasa. Hujaisikia kuacha hii kanisa? Bado. Iko sawa? Sasa. Uliombewa na nani?
Ehe. Na Jane. Haya, katika mazingira ya hii kanisa, wewe kama kijana youth unaona aje? Naona haiko sawa. Tunataka usaidizi. Wale ya juu. Oh, good. Thank you very much. Asante sana. Jawapo wa kushukuru hii kanisa. Nimekuja hapa, watoto wangu wote walikuwa wamekimbia. Wako mahali hata mimi mwenyewe siwaelewi. Na nikakuja hapa nikaombewa na Pastor Jeni na mtumishi Niko. Watoto wangu sasa hata hawakai nyumbani kihivyo, lakini sasa nawasiliana nao na simu. Ninashukuru Mungu, hata kwangu nyumbani kwenyewe nilikuwa maelewano sio mazuri. Lakini ninashukuru Mungu, mitihani nayopitia bado ninaamini Mungu. Pale anaponitoa najua atanifungua kwa uwezo wa Mungu. Amen. Thank you. Mimi naitwa Pastor Jane. Nimetoka sehemu ya Kombani, nimekuja mahali huko Mrima. Nimeona Mrima, nilipokuja ushirika siku ya kwanza nilikutiwa sana, maana nimekutana na wagonjwa wengi. Tukawa tunaomba, ninashirikiana nao, lakini kulikuwa kuna fewa sana, watu walikuwa nakufa nikija upande huu. Wakati nilipokuja nikawaambia ya kwamba tukawa tunashirikiana kila Saturday. Nikawaambia kwamba, wakaniambia kwamba nituweke kanisa. Tulipoweka kanisa, watu waliletwa wagonjwa, mmoja akiwa Wangoni hapa, alikuwa yeye hawezi kuinama, hawezi kutembea. Tukamwombea na tukamwambia kwamba hiyo wiki tukamwambia atatembea na atatembea. Wangoni ni huyu? Wangoni ndio huyu. Endelea. Tukaendelea hivyo kanisa, tukawa tunaombea watu, ni watu wengi tuliwaombea, lakini nikaona wako na moyo wa kumtafuta Mungu. Good. Na tulikuwa chini ya mwembe. Hii ilikuwa si hii jengo, palikuwa na mwembe hapo katikati, tunashiriki chini ya mwembe. Ikafikia wakati tukakata mwembe, tukaanza kujenga, lakini hapo imetushinda kwa sababu tumejenga tukafikia hapo. Sifurahishi na huu mjengo vile ulivyo, kwa sababu tukinyesha tunanyeshewa, tunaabudu tukinyeshewa. Kwa hivyo sifurahi ile. Ninatumai Mungu atatuwezesha tuwezeke. Choo tuko nacho, lakini hiyo choo pia akifai kuwa ndio choo cha hao watu, kwa sababu tuko watu wengi. Kwa hivyo natumai hata sisi tupate kusaidika kupitia ikiwa tunaweza pata watu wakatusaidia ujenzi. Thank you very Kwa majina naitwa Pastor Niko, na mimi nimetokea upande wa Kombani. Mamangu mliyemsikia akiongea ni mamangu wa kiroho na pia ni mchungaji wangu, amenilea. Naweza nikasema kwamba wengine wamesema kwamba wamebadilika, lakini hata kabla wao kubadilika mimi ndio nilikuwa kwanza kubadilika, maana si kwa hivi. Nikiingia hapa hata walinijua, nilikuwa nina dreadlocks, nilikuwa rastaman. So they used to call me Rasta. So kiulizao ungesema kwamba kwa Mudhami kumeingia mchungaji ambaye ni Rasta. Lakini kipindi tulipozidi kumomba Mungu na kumjua Mungu zaidi, nikafika mahali nikaja nikanyoa, na saa hii mimi ni mchungaji chini ya mtumishi wangu Pastor Jane, na nahubiri katika madhabahu ya kibali cha Bwana. Na lengo kuu la sisi kuja hapa Mrima ni kwamba kuna kipindi hapo nyuma kwamba Mungu alipeana ujumbe kwa mtumishi, na mtumishi akaniambia kwamba kuna mahali nafaa tufike. Nikawa namuuliza ni wapi, akaniambia kwamba maeneo ya Mrima. Tulipoingia mahali hapa sikujua kusudia ilikuwa nini, lakini ushirika ukaja ukaanza ghafla binifu. Na kukaja watu wengi walikuwa ni wagonjwa, wengine walikuwa hawajiwezi, wengine walikuwa ni hali mahututi. Na wote Mungu aliwaponya na akawakomboa. Wengine tunapoongea sasa wako huku, wako nje za nje. Na pia mjengo huu unaoona mahali hapa au kuanzia hapa hivi kuna mahali ulianzia. So kabla wakati huo ilikuwa tuko chini ya mwembe. Lakini mwembe ukaja ukakatwa, ndio tukaanza kujenga polepole. Kuna baadhi ya washirika ambao tuliungana na wao na tukasaidiana kile kidogo kidogo, tukamjengea Mungu madhabahu. Lakini hapo imefikia mpaka saa hii bado moyo wangu haujaridhika. So ningeomba serikali, ningeomba viongozi pia waangazie swala kama hii, maana hapa ninao watu ambao wengine wao hawana school fees, wengine wao watoto waendi shule, wengine wao pia ni wagonjwa, wengine wao pia hawajiwezi. Alafu unapata kwamba hayo masuala yote kama mchungaji ama kama kanisa hauwezi ukawatimizia wote. So unapata kuna wale baadhi ambao utawasaidia ile kidogo kwa nacho, lakini nafikia mahali wote uwezo ukawatimizia. Kwa hivyo ni ombi langu serikali, ni ombi langu viongozi, yule ambaye atakayesikia ndani yake Mungu amemguza, pengine asaidie mmoja wa hawa, ama pengine asimame na kazi ya Mungu, na Mungu amani atambariki. Ni hayo tu, Mungu awabariki.